Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wapendwa katika Bwana, kwa majina ninaitwa Yusuf Marijani, nimeokoka na nampenda Yesu. Siku ya leo nipo kukuelekeza kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kabla hujamjua Roho Mtakatifu, ni lazima ujue namna gani Roho Mtakatifu anaweza kutenda kazi katika maisha ya mtu. Tukiangalia Biblia inatuonyesha kwamba kwa sehemu nyingi Roho Mtakatifu alikuwa ni muumbaji, aliumba. Ndio maana Ayubu ana recognize katika Biblia, katika kitabu cha Ayubu anasema kwamba Roho wa Bwana aliniumba na Mwenyezi akanipa pumzi, ambapo Roho Mtakatifu kazi yake ni kuumba mwanadamu, ambapo Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani nasema Roho Mtakatifu ni Mungu? Ukisoma Yohana 4:24 neno la Mungu linasema Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa maana hiyo tunapozungumzia Roho Mtakatifu, neno roho linatokana na roho, ambayo Mungu ni roho. Mtakatifu maana ni asili yake ya utakatifu, na yeye nimesema yeye ni muumbaji. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo, Mungu alikuwa anasema na iwe nuru, nuru ikawa. Kilichokuwa kinatengeneza ile nuru kutokea alikopo ni yule Roho Mtakatifu, ndio alikuwa anaumba ile nuru. Akisema na liwe jua, anayeumba lile jua ni Roho Mtakatifu. Mwishoni akamuumba Adam. Then tukija kusoma katika kitabu cha Yeremia 1, Biblia inatuambia kwamba Yeremia 1 kuanzia mstari wa 5, Roho wa Mungu akamjilia Yeremia akamwambia, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Maanake Roho Mtakatifu ndiye anayeumba watoto katika matumbo ya mama zao. Mtoto yote kabla hajazaliwa huwa anaumbwa na Roho Mtakatifu akiwa tumboni. Na kwa nini Mungu anamwambia Yeremia kabla hujatoka tumboni mwa mama yako nalikujua? Maanake Yeremia alikuwepo, ila alikopo hana ule mwili, ambapo Roho Mtakatifu akija kukuumbia mwili wako, maanake mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu, ambao mwili wako sio wewe, yani wewe ni nafsi yenye roho vinavyoishi ndani ya mwili. Mwili wako unahifadhi tu zile roho. Baada ya kufa, mwili wako unarudi mavumbini na roho inamrudia Mungu, and then nafsi yako ndiyo inayobaki pale na ndiyo itakayoulizwa. Ndio maana unaambiwa ya kwamba ufatishe roho, usifatishe mwili. Maana nia ya mwili ni mauti, maana rafiki wa mwili ni uharibifu, ambaye ni adui shetani. Lakini rafiki wa roho ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako, anaungana na roho yako, wanakuwa kitu kimoja, and then wanaanza kuongoza nafsi yako iweze kupita katika njia takatifu. Kwa hiyo wewe ukiwa kama nafsi, ukiwa unatazama nafsi yako, ni lazima nafsi yako ifuate roho na sio kufuata mwili. Ndio maana ukisoma katika Wagalatia 5:22 neno la Mungu nasema enendeni katika roho, kwa maana hamtoweza kuzitimiza tamaa za miili yenu. Ambapo Roho Mtakatifu akija ndani yako anaumba. Yeye ndo alikuumba katika tumbo la mama yako. Tunaona Roho Mtakatifu alikuwa anaenda kwa Mariamu. Alipoenda kwa Mariamu, akaingia ndani ya Mariamu, akamfunika, and then akamuumba Yesu Kristo. Na Yesu akazaliwa kwa jinsi ya mwili, maana ule mwili uliumbwa na Roho Mtakatifu. Kwa kuwa wewe sio mwili, wewe ni roho yenye nafsi inaishi ndani ya mwili. Maana Roho Mtakatifu alijitengenezea mwili, akawa anaishi ndani ya Yesu. Ndio maana tunasema Yesu ni nani? Yesu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Yesu ni Mungu kwa sababu Roho Mtakatifu aliuvaa ule mwili na aliumba mwenyewe. Na kwa habari ya Mariamu kuja kumzaa Yesu Kristo ilikuwa ni fumbo. Fumbo hilo ni nini? Mariamu alikuwa ni mwanamke, na mwanamke kibiblia ni kanisa. Kanisa ndio mimi na wewe. Roho Mtakatifu anapokuja katika maisha yako huwa anamuumba Yesu. Ndio maana Paulo anasema, enyi watoto wachanga, ukulieni wokovu mkijifunza mafundisho mpaka Kristo Yesu aumbike ndani yenu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akija ndani yako, kazi yake ni kumuumba Kristo aonekane ndani yako. Ndio maana kuna viwango tofauti anavyoelezea Paulo. Kuna viwango vya maji katika kiwiko, kuna maji katika magoti, kuna maji katika kiuno, kuna maji katika shingo. Hivyo vyote ni viwango vya mtu kuumbika ndani ya Kristo. Kwa hiyo kumbuka, ile mimba ilikaa ndani ya Mariamu kwa muda kadhaa, na Roho Mtakatifu akawa anamsemesha Mariamu, nenda kwa Elizabeth, utakutana naye ana hali kama wewe, ana situation kama yako. Maana Roho Mtakatifu pia alikuwa anamuumba Yohana ndani ya Elizabeth. Kwa hiyo tunaona kwamba Roho Mtakatifu kazi yake ni kuumba watoto, na Yesu alikuwa bado hajakamilika pale. Ndio maana anamwambia, maana yuko bado tumboni katika process za kuumbwa. Ile mimba ilikuwa bado haijafikia muda kujifungua. Maana kumbe Kristo, Roho Mtakatifu akiingia ndani ya mtu huwa anachukua process
kumbadilisha yule mtu, kumuumba Yesu onekane ndani ya maisha yake. Sasa kuna watu ambao kimaisha ya kawaida ambao wanatoa mimba, ambao hawaachi wala mtoto wakafikisha ile miezi 9, mimba zinaharibika tumboni. Ndio wale watu ambao Roho Mtakatifu yupo ndani yao, akiwa katika zile stages za kumuumba Kristo. Unakuta mtu huyu anatenda dhambi, maana ameharibu, amemuua yule Kristo aliyoko ndani yake. Maana kufanya abortion maana ni kuua mtoto aliyoko ndani yako. Kwa hiyo dhambi inaua Kristo aliyoko ndani yako. Ndio maana Roho Mtakatifu yeye hafi, atakukumbushia hapo umemuua Kristo. Tubu, ukitubu anaanza kumjenga upya, anaanza kumuumba upya. Ndio maana anakupa nafasi ya kutubu. Ukiwa ni mara kwa mara usikile sauti, Roho Mtakatifu ataacha kumuumba Yesu na yeye ataondoka. Akiondoka ndipo unapoingia katika ile hukumu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ninaweza nikazungumzia, yeye ni nguvu ambayo inawezesha neno la Mungu liishi na likue ndani yako. Manake Roho Mtakatifu kama ni kumuumba Yesu, Yesu ametakiwa akue na onekane ndani yako kwa viwango vikubwa. Kwa nini? Sisi tukienda mbele za Mungu, Mungu hawasikii wenye dhambi, lakini tukiwa na Yesu, Yesu ndiye njia ya kwenda kwa Baba. Maanake Mungu akikutazama wewe, anamuona Kristo Yesu ambaye yuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anamuona Yesu aliyoko ndani yako, anamuona mwanae ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo anaumbikaje ndani yako? Ukisoma Galatia atakuonyesha yale matunda ya kiroho, ambayo yale matunda ni tabia ya Mkristo, na tabia za Kristo kuumbika ndani ya mtu. Anayesababisha wewe uweze kuishi katika ile njia ni Roho Mtakatifu. Maana Yesu ndiye njia, maana yeye ni neno. Ukilishika neno lake, maana utalitenda, ambapo Kristo ataanza kukubadilisha matendo yako. Akikubadilisha yale matendo yako, utaanza kufanana na matendo ya Yesu. Kivipi Roho Mtakatifu anahusika sasa katika kumuumba Yesu? Maana atakusaidia kuyaishi yale matendo, atakusaidia kuishi utakatifu, atakusaidia kupita katika njia ya wokovu. Pale ndipo anapomuumba Yesu ndani yako, atakushuhudia kwa habari ya dhambi. Ukifanya hivyo unamuua huyu mtoto aliyoko ndani ambaye ni Kristo, ambapo akikamilika kuna viwango utafika. Unapoongea, unapotazama ni kama Kristo, utakuwa hauna tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa leo naomba niishie hapo na Mungu akubariki sana. Majina yangu ninaitwa Yusuf Marijani, nimeokoka na nampenda Yesu. Unaweza ukanitafuta, namba yangu iko hapo kwenye bio. Amen. Amina.